Kwa hiyo hapa tutakwenda kusema tu baadhi ya changamoto ambazo pamoja na maendeleo tulionayo zipo zinatukabili. Changamoto ya kwanza ni kiwango cha umaskini ambao bado ni mkubwa. Kiwango cha umaskini wa kitaifa kilishuka kutoka asilimia 34.4 mwaka 2007 hadi 26.4 mwaka 2017 na 18, lakini kasi ya kupungua ni ndogo zaidi ya asilimia 14. Kasi ya kupungua ingali ni ndogo kwa sababu zaidi ya asilimia 14 ya Watanzania bado wako kwenye umaskini uliokithiri na kaya nyingi zimebaki katika hatari ya umaskini kutokana na mshtuko ya kiuchumi na kijamii. Ajira za vijana hazitoshelezi mahitaji. Takriban vijana 800,000 huingia sokoni kutoka vyuo mbalimbali kila mwaka, huku zaidi ya asilimia 80 ya hao wanaoingia sokoni wakiwa kwenye sekta isiyo rasmi yenye kipato kidogo na kisicho kingi. Hali hii imeleta hatari kwa kizazi cha Watanzania kupoteza fursa za kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kitaifa na kimataifa. Ukosefu wa usawa na haki za kijamii, hii ni changamoto nyingine. Wanawake, watu wenye ulemavu na jamii za vijijini wanakosa nafasi sawa katika elimu, uchumi na uongozi. Utafiti unaonyesha kuwa wanawake na watu wenye ulemavu wanabaki nyuma kutokana na miundombinu na sera zisizo jumuishi. Changamoto nyingine ni uongozi na uwajibikaji. Changamoto ya usimamizi wa rasilimali, uwazi na ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi imesababisha sera nyingi kutoleta matokeo yaliyokusudiwa. Wakati mwingine mipango ya maendeleo haionyeshi kuakisi mahitaji ya wananchi walio pembezoni. Na bado naendelea na changamoto nyingine ni mabadiliko ya tabia nchi. Ukame, mafuriko na mvua zisizo na mpangilio zinaendelea kuathiri kilimo ambacho kinategemewa na kaya zaidi ya asilimia 65 ya Watanzania. Ripoti ya Benki ya Dunia inakadiria kuwa hadi watu milioni 2.6 ambao walishavuka umaskini uliokithiri wanaweza kurudi kwenye umaskini uliokithiri kufikia 2050 iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa. Changamoto nyingine ni hifadhi na ulinzi wa kijamii bado hautoshelezi. Ni chini ya asilimia 12 ya Watanzania wanaofikiwa na mipango ya ulinzi wa kijamii. Hata mpango mkubwa zaidi wa TASAF umefika zaidi ya kaya milioni 1.5, lakini bado ni sehemu ndogo ya mahitaji halisi, huku faida zikiwa ndogo na zisizo na kinga ya dharura. Uchumi usiojumuishi ni changamoto nyingine pia. Ingawa uchumi wa Tanzania umekuwa ukikua kwa wastani wa zaidi ya 5% katika miaka ya karibuni, ukuaji huu haujawanufaisha wananchi wote sawasawa. Pengo kati ya maskini na matajiri linapanuka na ukuaji mara nyingi hujikita kwenye sekta chache badala ya kushirikisha wananchi wote kupitia ajira zenye staha na ulinzi wa kijamii. Kwa ujumla, changamoto hizi zinaonyesha hitaji la kujenga uchumi jumuishi, kuimarisha haki za usawa na kuhakikisha kuna uongozi imara na uwajibikaji ili Tanzania isonge mbele. Kwa mujibu wa SDGs na dira ya 2050, hivyo tunatamka kwamba hakuna haki bila usawa wa kiuchumi na kijamii. Namba 2, hakuna mustakabali bila hatua madhubuti za tabia nchi. 3, hakuna amani bila kushirikisha wananchi. Namba 4, hakuna maendeleo bila ufuatiliaji
wa uwajibikaji.